Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wananchi jijini Mwanza wameeleza namna malezi ya mzazi mmoja yanavyoathiri maendeleo ya mtoto kihisia na kielimu. Kimataifa, vikosi vya majini vya Israel vimezuia meli zinazoelea huko Gaza kupitia njia zake za majini. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza wametoa maoni yao baada ya kutamatika kwa dabi kati ya Simba na Yanga siku ya hapo jana. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Beatrice Kaitaba nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Joyce Pakome atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye David Kiaman. Tukianzia katika ukanda wa Ziwa Victoria, hapa katika jiji la Miamba, baadhi ya wananchi wa mtaa wa Malimbe mkoani Mwanza wameeleza jinsi malezi ya mzazi mmoja yanavyoathiri ukuaji wa mtoto katika jamii na kupelekea kukumbana na changamoto za kihisia na kielimu, huku wakisisitiza kuwa ipo haja ya wazazi wote wawili kuhakikisha mtoto anapata malezi bora na stahiki. Mwanahabari wetu Macrina Alphonse anaeleza kwa kina taarifa hii. Malezi ya mzazi mmoja yanaendelea kuwa sehemu ya maisha yetu kila siku, yakiwa na athari zake na mafanikio yake. Jambo la msingi ni kuhakikisha mtoto anapata upendo, malezi bora na fursa sawa. Je, unadhani jamii inajua athari za malezi ya mzazi mmoja katika ukuaji wa mtoto? Kwa majina anaitwa Gabriel Jonathan. Kwa upande wangu naona kwa ni kasumba ya familia nyingi ukiangani. Baba anaenda sehemu yake na mama anaishi sehemu yake peke yake. Hapo kwa upande wangu mimi naona kuna faida. Mtoto anapata nafasi ya kuchagua kuishi na baba peke yake au na mama peke yake. Kwa hiyo akichagua pale kuishi na baba, baba atakuwa na take place ya kumlea mtoto 100%, au akienda kwa mama, mama atakuwa anapata 100% ya kumlea mtoto 100%. Tofauti na zamani, wazazi wanakuta wako pamoja, kwa hiyo wanakuwa wanategeana. Mama anamsubiria baba atoke kazini ndio aje alete mahitaji ya mtoto wake. Kwa upande wangu mimi kuhusu swala la malezi kwa mtoto ya upande mmoja, hizi inaweza kuwa ya mama tu au inaweza kuwa ya baba tu. Inaweza kuwa na faida au hasara. Inaweza kuwa na faida pale ambapo mzazi ataamua kumlea mtoto wake katika malezi yaliyonyooka, atampa malezi bora kwa kumzingatia. Pia anaweza akampa malezi yakawa si bora kwa kutokumzingatia, kumdekeza, kwa kumpa uhuru uliopitiliza. Hivyo kwa ushauri wangu mimi nashauri ni vizuri watoto tuwalee apate malezi ya mama na malezi ya baba, tuwatie katika uangalizi. Mzazi mmoja nikimaanisha anaweza kuwa ni mama au baba, kama yeye atafanya njia yoyote ili mradi mwanae awe katika malezi yaliyo bora na salama. Nikimaanisha atapambana na mwanae apate elimu bora, bana apate malazi bora, atapambana mwanae ale aishi vizuri, yani asiwe na shida yoyote. Lakini ukija kwa upande wa negative, malezi ya mzazi mmoja yana athari kubwa sana, kwa sababu kuna wale wazazi ambao unakuta kwa mfano kama mama, maisha yake au kipato chake mara nyingi ni katika kuuza mwili wake au kazi za labda za mabaa hizi au kazi zisizokuwa na maadili. Sasa anapokuwa anasifanya na mwanae akawa anazielewa, hiyo inaweza kupelekea katika maisha baadaye endapo yeye akapata shida. Hivyo wataalamu wanasisitiza umuhimu wa malezi yenye uangalizi na msaada kutoka kwa jamii ili kuhakikisha mtoto anakuwa katika mazingira yenye usalama na usawa. Mimi ni Macrina Alphonse wa SAUT TV. Ni taarifa yake Macrina Alphonse ambayo inanisogeza katika taarifa nyingine hapa jijini Mwanza, ambapo baadhi ya wananchi mkoani humo wamesema wanashiriki kutunza na kulinda amani ya taifa na kujiepusha na mambo yanayosababisha uvunjifu wa amani, ikiwa ni pamoja na wizi na maandamano yasiyo rasmi. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameongeza kuwa raia wanapaswa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi pindi wanapoona matendo yanayoenda kinyume na sheria. Taarifa zaidi na Joyce Pakome. Linapofika suala la kutunza amani ya nchi, macho ya wengi yanageuziwa kwa vyombo vya dola, lakini amani ya kweli inatunzwa na raia wote. Na leo tunazungumzia nafasi ya mwananchi katika kutunza tunu ya amani ya taifa letu la Tanzania. Mimi kwa majina yangu naitwa Nicholas Leonard,
ni mkazi wa eneo la Malimbe, maeneo haya ya Masha. Kama kijana nashiriki katika swala zima la kulinda amani ya nchi kwa kufanya mambo yafuatayo. Awali kabisa nahakikisha kwamba najiepusha na shughuli zote ambazo zinahusisha uvunjifu wa amani kama wizi, ubakaji, ukabaji na mengine yote ambayo yakifanyika yanapelekea kuvunja amani ya nchi kwa ujumla. Lakini pia mimi kama kijana nahakikisha kwamba najiepusha na matumizi ya vilevi ambavyo vilevi hivyo naona kama vinaweza ndio vikawa sababu kubwa au vichochezi vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo najiepusha matumizi ya vitu kama bangi, wa utumiaji wa pombe kupita kiasi. Kwa jina naitwa Ruthi. Cha kwanza nashiriki kwa kuwa kijana mwema, kuwa kijana mtulivu, mstaarabu na mwenye hekima, kuwashauri wenzangu na kuwahusia kuwa amani ya nchi ndio kila kitu, kwa maana hii Afrika Mashariki yote inategemea amani ya nchi yetu. Kwa majina naitwa Darius Clemens, ni kijana naishi katika mtaa wa Malimbe. Kwa upande wangu najihusisha katika kulinda amani ya nchi kwa kwanza na ripoti ikitokea kuna matukio ya uvunjifu wa amani katika mtaa wangu, na ripoti na piga namba ambazo polisi wametoa kwa ajili ya kuwasiliana nao, na sijihusishi na matukio hayo mimi binafsi. Kwa mfano ikitokea kama kuna maandamano, mimi najiweka pembeni pamoja na kuwashawishi vijana wenzangu wasijihusishe na matukio hayo. Kulinda amani ya nchi ni jukumu la wote, kuanzia vyombo vya dola pamoja na raia mtaani, ili kuleta amani iliyothabiti. Nikiripoti kutoka Malimbe, Mwanza, Tanzania, mimi ni Joyce Pakomi wa SAUT TV. Mtazamaji, taarifa yake Joyce Pakomi inanipeleka moja kwa moja hadi katika makao makuu ya Tanzania huko bungeni jijini Dodoma. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amesema serikali imetenga bajeti ya bilioni 53 ili kuimarisha mawasiliano vijijini na ubunifu wa tehama. Kairuki amebainisha hilo wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2026-2027 akiwa bungeni jijini Dodoma, huku akiongeza kuwa wizara itaendelea kujenga ufahamu kwa wananchi kuhusu jinsi ya kukabiliana na matukio ya utapeli wa mtandaoni. Mwanahabari wetu Macrina Alphonse ametuandalia ripoti ifuatayo. Akiwakilisha makadirio hayo, Kairuki amesema moja ya kipaumbele cha sekta hiyo ni kutunga na kusimamia utekelezaji wa miongozo inayosimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Kwa mwaka ujao wa fedha wa 2026/27 tutajikita kutekeleza vipaumbele 8 kama ifuatavyo. Ya kwanza, kutunga, kuhuisha na kusimamia utekelezaji wa miongozo inayosimamia sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, ambapo tutasimamia utekelezaji wa mkakati wa uchumi wa kidijitali wa miaka 10. Tutakamilisha mapitio ya sera ya taifa ya posta. Tutakamilisha utungwaji wa sera mpya ya taifa ya tehama. Tutakamilisha utungwaji wa sera ya taifa ya anga za juu, lakini pia sera ya taifa ya kampuni changa. Tutakamilisha taratibu za uridhiwaji wa mkataba wa Umoja wa Afrika wa usalama wa mtandao na ulinzi wa taarifa binafsi wa mwaka 2014. Tutakamilisha taratibu za uridhiwaji wa mkataba wa kimataifa wa uhalifu wa mtandao wa mwaka 2025, lakini pia tutakamilisha mikataba miwili ya kimataifa ya anga za juu na kuendelea na taratibu za utungwaji wa sheria anwani ya makazi na sheria ya tehama. Kipaumbele cha pili, tutaimarisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu na posta nchini, ambapo tutaimarisha upatikanaji wa huduma za mawasiliano ya simu na redio nchini, kutoa elimu juu ya miongozo ya miundombinu muhimu ya tehama na kuimarisha ulinzi wa miundombinu hiyo, pamoja na kuanzisha kamati ya kitaifa ya usalama wa mtandao na kuandaa mpango wa ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mkakati wa usalama wa mtandao. Mimi ni Macrina Alphonse wa SAUT TV. Shukrani sana Macrina Alphonse kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuyaangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Vikosi vya majini vya Israel vimezuia meli za kikosi cha kimataifa cha Global Sumud Flotilla kinachoelekea Gaza, huku tukio hilo likitajwa kuwa ni hatari kwani limeacha mamia ya raia wakiwa wamekwama baharini wakati dhoruba ikikaribia eneo hilo. Kwingineko, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu usiku wa leo kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano katika vita vya Ukraine.
Mazungumzo hayo yanalenga kupunguza kasi ya vita vinavyoendelea Ukraine kwa kutumia njia ya kidiplomasia, huku viongozi hao wakitafuta suluhisho la muda litakaloweza kufungua milango ya amani. Mwandishi wetu Matilda Emilio anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Kupitia taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X, kundi hilo limesema kuwa wanajeshi wa Israel walivamia na kuzima mifumo ya injini ya usambazaji wa boti. Baada ya uharifu huo, jeshi lilirudi nyuma zikiacha meli hizo zikiyumba bila nguvu, jambo ambalo lilipelekea waandamanaji kulitaja kuwa kama mbinu ya kuziacha meli hizo kuwa mikononi mwa majanga ya asili. Huku mawasiliano ya vyombo vya baharini yakikatika, hali iliyofanya iwe ngumu kwa waliohusika huku kuratibu uokoaji na kutoa taarifa za ishara za kuomba msaada. Aidha, waandamanaji wameshutumu kitendo hicho kuwa ni sehemu ya mpango wa Israel kwa ajili ya kuunda mashambulizi. Wakati huo huo, redio ya jeshi la Israel limethibitisha kuwa vikosi vyake vya majini vimeanza kudhibiti meli hizo za pwani ya Israel karibu na visiwa vya Crete cha Ugiriki. Ripoti zinaonyesha kuwa boti 21 zilikamatwa huku nyingine 17 zikihifadhiwa kutoroka na kukimbia katika maji ya Ugiriki ili kujiokoa. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imejibu tukio hilo ikitaja kuwa ni hatua ya Israel kama kitendo cha uharamia ambacho kinakiuka sheria za kimataifa na maadili ya kibinadamu. Uturuki imeongeza kuwa inachukua hatua zote muhimu ili kulinda raia wake na abiria wengine zaidi ya 400 waliokuwa ndani ya msafara huo wa misaada. Kwingineko kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo ya simu ya dakika 90 usiku wa kuamkia leo kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano ya vita vya Ukraine. Mazungumzo hayo yalilenga kupunguza kasi ya vita vinavyoendelea Ukraine kwa kutumia njia ya kidiplomasia, huku viongozi hao wakitafuta suluhisho la muda litakaloweza kufungua milango ya mazungumzo ya amani ya kudumu. Lengo kuu la mazungumzo hayo yalikuwa ni kupunguza mapigano yanayoendelea Ukraine, ambapo maelfu ya watu yameathirika na miundombinu mingi kuharibiwa. Kupitia mazungumzo hayo, Putin na Trump wamejadili uwezekano wa kusitisha mapigano kwa muda, hatua ambayo ingeweza kutoa nafasi kwa misaada ya kibinadamu na mazungumzo zaidi ya kisiasa. Kwa mujibu wa mshauri wa sera za kigeni wa Rais Putin, ameonyesha utayari wa kusitisha mapigano hayo, hususan wakati wa maadhimisho ya vita vya pili vya dunia, ikiwa ni ishara ya nia ya kupunguza mzozo huo. Hata hivyo, hakuna makubaliano rasmi yaliyofikiwa hadi sasa. Baina ya pande zote mbili zimekubaliana kuendelea mazungumzo zaidi. Katika muktadha mpana wa kimataifa, hatua hiyo inaashiria umuhimu wa mazungumzo hayo katika kutatua migogoro mikubwa, huku dunia sasa ikiwa inaangalia ukaribu wa kuona juhudi hizi zitazaa matunda au hatimaye kuleta. Shukrani sana Matilda Emilio kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye Joyce Pacome atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Joyce Pacome. Baadhi ya wakulima wa mboga mboga katika mtaa wa Malimbe wilayani Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa kilimo cha mboga mboga kinawanufaisha na kuwatimizia mahitaji yao binafsi. Wakati walipofanya mahojiano na SAUT TV habari, wakulima hao wameongeza kuwa uwepo wa chuo cha SAUT umepelekea kuongezeka kwa uhitaji wa bidhaa hizo mtaani hapo, hali iliyosaidia kuwakwamua kiuchumi. Kwingineko biashara kimataifa. Naibu mkuu wa tume ya uchumi ya bunge la Iran Jafar Kadil amesema China, India na Japani ni miongoni mwa nchi ambazo zinalipa ada ya usafiri kwa Iran ili kutumia mlango bahari wa Hormuz, huku wakiendelea kununua mafuta yake licha ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani kwa taifa la Iran. Kwa taarifa hizi za biashara tuungane na mwanahabari wetu Jordan Mgoli. Chuo cha Mtakatifu Agostino kimeendelea kuleta manufaa katika nyanja mbalimbali kutokana na wanafunzi waliopo pamoja na mahitaji yao. Nimepata saa kuzungumza na wakulima wa kilimo cha mboga mboga. Je, wao wananufaika vipi na uwepo wa chuo cha Mtakatifu Agostino kampasi kuu ya Mwanza? Nao wakawa na haya ya kueleza. Kwa majina naitwa Janet Nicholas, ni mfanyabiashara wa mboga mboga na matunda kwenye eneo hili la Nyamalango, kwenye hili eneo la chuo cha Mtakatifu Agostino. Uwepo wa chuo cha Mtakatifu Agostino kwenye eneo letu inatusaidia sana kuweza kupata kipato, kwa sababu biashara hizi ndogo ndogo za mboga na matunda zinahitajika sana kwa wingi. Wanafunzi wamekuwa na mchango mkubwa kwenye kuvinunua na kutuwezesha sisi kuweza kupata kipato na mahitaji mengine
Mimi kwa majina naitwa Mashauri, ni mfanyabiashara ajenge. Sisi tunanufaika sana na wanafunzi wa chuo, maana kuna wakati ambapo wanapata boom, biashara yetu inachangamka, tunauza kwa kiwango kikubwa cha fedha. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya chuo, kwa ajili ya wanafunzi wa chuo. Na biashara kimataifa. Akizungumza katika taarifa yake, Jafar Kadir, naibu mkuu wa tume ya uchumi ya bunge la Iran, amesema kuwa mwelekeo huo unaonyesha kwamba mahitaji ya kimataifa ya nishati ya Iran yanaendelea licha ya shinikizo linaloongezeka la Marekani. China, India, Japan na nchi zingine zinalipa ada ya usafiri kwa Iran ili kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na kuendelea kununua mafuta yake licha ya vikwazo vya Marekani. Jafar ameongeza kuwa Washington imeonya kwamba nchi yoyote inayolipa Iran kwa ajili ya usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz inaweza kukabiliana na vikwazo vikali, na kuongeza kuwa mauzo ya mafuta ya Iran yanaendelea kufikia masoko ya kimataifa licha ya vikwazo na vizuizi vya majini. Hali ya mlango bahari wa Hormuz imekuwa mojawapo ya mambo makuu ya kutokubaliana kati ya Tehran na Washington wakati wa mazungumzo ya hivi karibuni katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Usitishaji mapigano ulitangazwa Aprili 8 kupitia upatanishi wa Pakistan, kifuatiwa na mazungumzo kati ya pande hizo mbili Aprili 11 na 12 ambayo hayakufikiwa makubaliano yake. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano yalipangwa kuisha mwishoni mwa mwezi Aprili, baadaye yaliongezwa muda na Rais wa Marekani Donald Trump, huku juhudi za kidiplomasia za kurejesha mazungumzo zikiwa zinaendelea. Iran imesema kwamba vyombo vyote vinavyopitia njia ya maji ya kimkakati vinapaswa kulipa ada za usafiri, huku wabunge wakifanyia kazi mipango ya kurasimisha sera hiyo kupitia bunge. Tangu Aprili 13, Marekani imetekeleza kizuizi cha majini kinacholenga usafiri wa baharini wa Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Mimi ni Jordan Mgori wa Sauti TV. Asante sana Jordan Mgori kwa taarifa hizo. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na David Kiamane. Endelea kutazama Sauti TV habari. Mimi ni Joyce Pakomi. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni David Kiamani. Kufuatia mchezo wa fainali ya kombe la muungano kati ya Yanga na Simba, ambapo klabu ya Simba iliibuka na ushindi wa taji hilo, mashabiki wa soka jijini Mwanza wameeleza matumaini yao kuhusu timu hizo kuelekea katika mchezo unaofuata wa Kariakoo Derby utakaochezwa Mei 3 mwaka huu. Kwingineko barani Ulaya, mzunguko wa raundi ya kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya umemalizika hapo jana katika mchezo wa Atletico Madrid dhidi ya Arsenal kutamatika kwa sare ya bao 1-1 katika dimba la Metropolitano majira ya saa 4 usiku. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane na mwanahabari wetu Jackson Ndaro. Wadau wa soka jijini Mwanza wameeleza shauku yao kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo itakayopigwa Mei 3 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel jijini Dar es Salaam. Na haya yalikuwa ni maoni yao. Kwa majina mimi naitwa Budoga Jumanne, kwa maarufu naitwa Budo Frex, na ni shabiki wa mpira. Maoni yangu kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo Mei 3, kwanza nikiangalia kuangalia mechi ya jana ilivyokuwa, naona mchezo huu utakuwa mgumu kwa sababu Dar es Salaam Young Africans baada ya kuwa wamepoteza mchezo wa jana watakuja na game approach ambayo itawafanya wacheze vizuri na ili waweze kushinda mchezo huo ili kuondokana na fedheha mara pili. Kulingana na dabi tunayotegemea itakuwa kufanyika tarehe 3 siku ya Jumapili, Kariakoo dabi kati ya Simba na Yanga, watani wa jadi. Nampa nafasi Yanga kushinda, asilimia kubwa anachukua, kwa sababu tukiangalia na mechi iliyofanyika jana ambayo ilichukua ndani ya dakika 120, possession ilikuwa kwa Yanga. Sema ilitokea kama dakika za mwishoni Simba akapata chance ya penalty, lakini possession nyingi walikuwa wana mix sana yani Sport Club. Napenda kuisemea timu yangu. Timu yangu imefanya vizuri. Napenda timu yangu iendelee kufanya vizuri siku zote. Tumeteseka siku nyingi, naomba mateso hayo yaishie hapo. Walipokomea wao na sisi tuendeleze. Mimi najua tutachukua kombe la ligi kuu
Kwingineko kimataifa, mechi za mkondo wa kwanza katika ligi ya mabingwa barani Ulaya zimetamatika kwa mchezo mmoja uliopigwa pale katika jiji la Madrid, ambapo timu ya Atletico Madrid ilimkaribisha Arsenal the Gunners katika uwanja wa Wanda Metropolitano, mechi iliyomalizika kwa sare ya goli 1-1, magoli yaliyofungwa na Julian Alvarez kwa upande wa Atletico na Victor Gyökeres kwa upande wa Arsenal. Mchezo wao marudiano utachezeka wiki ijayo siku ya Jumanne, Arsenal akiwa nyumbani katika uwanja wa Emirates tafuta nani atatinga hatua ya fainali, huku mkimsubiri mshindi kati ya Bayern Munich na PSG. Mchezo wao utakaopigwa siku ya Jumatano ya wiki ijayo katika usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, huku Bayern akiwa mwenyeji wa mchezo huo katika uwanja wa Allianz Arena. Mimi ni Jackson Ndaro wa South TV. Asante sana Jackson Ndaro kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni David Kiamani na sasa nirudishe kijiti kwake Beatrice Kaitaba kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana David Kiaman kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Wananchi jijini Mwanza wameeleza namna malezi ya mzazi mmoja yanavyoathiri maendeleo ya mtoto kihisia na kielimu. Kimataifa, vikosi vya majini vya Israel vimezuia meli zinazoelea huko Gaza kupitia njia zake za majini. Na katika michezo, wadau wa soka jijini Mwanza wametoa maoni yao baada ya kutamatika kwa dabi kati ya Simba na Yanga siku ya hapo jana. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Beatrice Kaitaba. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine hapa South TV. Uwe na wakati mwema.